fanya kazi yoyote. Mimi nakaa hapa Kayole. Kazi ya kwanza street lights hazifanyi. Hapo tunakaa kwa giza. Hiyo ni dhahiri tosha kwamba fanye kazi. Wana east hapa tunapata maji kama Panadol. Maji siku moja, kwanza hata ifiki siku moja. Ni 12 hours peke yake. Enyewe pesa kaja, Empakon fanya kazi venye nastahili. Kazi huko kaste huko CBD tunafanya kazi. Hata bado hapa Kayole bado ni Nairobi, hata kwa Mathare bado ni Nairobi. Hapa kwa kijiji yote iko Nairobi, bado ni Nairobi. So wewe rudi nyuma, uangalie mahali ulikosea, uanze kufanya kazi. Election inaweza kuwa tizia kwa sababu sasa court ikasema presidential election inaweza fanyika hii mwaka huu kwa sababu inakanga wana priority constitution. Nikiingia kwa wamesema kama Panadol inakunywangwa mara 3 kwa kidogo tu. Panadol inakunywangwa mara ngapi? Panadol inakunywangwa mara 3 kwa siku. Hivi ungesema kitu kingine, dawa nyingine sio hiyo Panadol. Kama ni Panadol meaning that huda iko sawa. Kama mwanabunge mwenzangu hajaelewa. Maji unapata kama dose ni kama Panadol. Unapatiwa masaa. Order member. Order tafadhali, wacha aendelee. Kiembako ni mada ya Gachagua. Gachagua ashaogopa sasa kwa sababu sasa Makenzi zinamwandama. Sasa ameanza kuvuta nyuma ndio Ruto amuone huruma. Sasa unasikia Gachagua ashaanza kuwa na scandal. Scandal hizi zinamvuta mbaya. Sasa anaanza kusema eti kutoa president ni kitu ngumu. Kwani kule inafanya kazi gani? Hii ni Kenya na tuko na demokrasia. Ruto ataenda nyumbani na kura zetu. So Gachagua, kama umeogopa, sema umeogopa, unataka kurudi kwa government, usamewe makazi zako zimeanza kuandama. Kama scandal ndio zinakuandama ndio unaogopa, rudi kwako, ukae kwako, tulia. Kama huwezi kaa kwa podium muongee. Umesema DCP imekaa famous. DCP imejulikana, lakini shida ni huku kwingine haijulikani. Imejulikana Mount Kenya na hapa Nairobi. Huko Western bado itashika. Nyanza bado, North East bado, huko Coast bado. So bado DCP hizi toa running mate wa kukimbizana na Kasongo. Bado kuna kibarua ngumu ya kuhakikisha DCP inajulikana kila kona ya nchi. Wewe fueli ndege, kimbia North East. Kama kuna Al-Shabaab akikuua pateko mbaya. Kimbia Coast, watu wakujua huko. Kimbia Nyanza. Kimbia huko Western, kimbia hapa Rift Valley. Ndio ijulikana zaidi. Kwa Mount Kenya imaanishi inajulikana huko. Pale huko kuna Jubilee bado imeshika huko. So kama ukijua Mount Kenya uko 50-50 na Jubilee. Gachagua bado. Wewe fuel gari zako, piga rali zako ndio ijulikane, uza sera yako ya DCP. Na mada nyingine ilikuwa ni gani? Linda mwananchi. Umeona Linda mwananchi wenyewe wamesambaratika. Sifuna na Osozi wamekaa saidia huko na huyu mwanamke. Wamekuwa peke yao. James Agiri Orengo amekuwa kivyake, Babu Owino amekuwa kivyake, hawajapatana. Linda mwananchi ni kama imesambaratika. Sifuna tuambie ya kweli kwamba kama wamekosana. Tujue ni Sifuna peke yake anakimbia Linda mwananchi. Ama Linda mwananchi imekimbia na huyu mwenye aliunda chama. Tujue iko wapi. So Sifuna tuambie vizuri, tuweke kwa meza, tujue yenyewe unakimbia na Linda mwananchi ni wewe peke yako au wengine washatoka. Washafika kwa stage zao wameshuka. Kama umeogopa. Kama unaendelea kusukuma mambo ya Linda mwananchi, sukuma, lakini tuambie hii Linda mwananchi iko pamoja ama ishaenda parallel lanes. Imeshakanyaga kama highway. Za kupanda zinapanda, za kushuka zinashuka. Nikimalizia, nataka kuambia wana Nairobi. Hii Nairobi itafanya kazi kama tutakuwa na gavana mzuri, gavana ambaye anaheshimu, gavana ambaye anaweza fanya kazi. Na gavana mwenye anaweza fanya kazi, huyo Gakuya mwenye anakuja Bazenga. Huyo ndiye atakuja kufanya kazi Nairobi. Usidanganyane. Kwa sababu gani? Hii Nairobi sasa haifanyi. Ukikaa hapa kama hii haifanyi. Imezima. Ingia kwa street asifanyi. Ni giza tupu. Unashangaa unakaa Geshagi ama unakaa Nairobi. And then na hii mambo ya Nairobi, tumekuwa tukipangiwa Nairobi mahali kwa huko sini kama ni State House ama ni wapi.
Nairobi lazima tuipange na gavana ambaye anaelewa Nairobi. Gavana ambaye amekaa kwa wananchi akawaelewa. Tusikae na gavana mwenye anasema anafanya kazi na kazi ifanyike. Ikapeje na mshinda correct. Sijui mambo maji na mshinda kudistribute hapa Nairobi. Unapatia maji watu kama Banado. Nashangaa sana. So, hii Nairobi, mtu mwenye ataokoa Nairobi ni huyu mmoja tu Basenga ambaye anakuja na ratibu moja. Tuokoe Nairobi yetu ikae safi na kila mwana Nairobi atakaa kama koranda. Kwa sababu gani? Taa zote zitafanya kazi. Kama mahali president unatembea ataweka cabros hapa mtaani. Sio tunashinda tukisumbuana na magari kwa barabara kumenyesha. And then drainage system, then drainage system huyu kuja atahakikisha iko sawa. Hakutakuwa na maji itakuwa inasumbua wana Nairobi. Asante sana. Fanya hivi. Hapana, unajua na haribu. Zungumza nao kiundani kabisa kuhusu mambo ya Sifuna au other principles kukosa kutokea Busia County kwa mkutano ya Sifuna. Sisi tunasema sisi ni Sifuna. Hakuna mahali tumesema sisi ni Orengo, hakuna mahali tumesema sisi ni Babu Owino. Sisi tunasema sisi ni Sifuna. So hata Sifuna akikuja peke yake, hata Sifuna akituma tu barua, tunajazana hapo Busia CBD. Alafu patron wetu ambaye ni Fredrick Odilo anasoma barua ya President Sifuna. Sisi hakuna mahali tuliagana na Babu Owino ati lazima usupport Sifuna. Hakuna mahali tuliagana na Orengo ati lazima usupport Sifuna. Sisi tulipenda Sifuna yeye kibinafsi. Hatukupenda mtu mwingine. Baba Raila Amolo Odinga before akufe the last word alisema haimaanisha ati mtu ODM haizi kuwa president Kenya, hatuwezi toa candidate president. Lakini kwa sababu Ruto alinunua hiyo shell ya mayai, alichukua hiyo shell ya ODM, alichukua hiyo shell, alichukua akaenda nayo. Sisi hiyo mayai hiyo iko ndani sasa, hiyo ndio tuko nayo, na hiyo ndani ni Sifuna. So utamu ya ODM iko na Sifuna. Na sasa hizi ODM ni kibanda ya kunywa chai. ODM ni kibanda ya watapeli. Ati Oburu Odinga anataka kuwa vice president. Oburu Odinga. Yani tumekosa watu. Yani mkaona mimi chairperson of all poor people siwezi kuwa vice president. Mkaona ati Oburu Odinga anaweza kuwa vice president. Hiyo mambo tumekataa. Jambo lingine, nataka nizungumze kuhusu Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anasema ati pati yake iko ndio maarufu. Rigathi Gachagua, wale watu wote, wale masenators wote ambao uko nao wanalipa tax UDA. Huyo Methu kila end month lazima aweke 50,000 ya UDA. Huyo senator Kiambu kila end month lazima aweke pesa kwa UDA. So usiseme ati nyinyi ni maarufu. Hakuna maarufu yenye mko nayo, na mnajua Ruto ni nani. Na kama mtendelee hivyo, msisupport Sifuna for president, ndio chama yenu inakuwa kibanda kama ODM. For your party ndio chama yako ikuwe maarufu, unafaa usupport Sifuna kwanza. Ndio chama yako ijulikane Kenya mzima, inafaa usupport Sifuna kwanza. Na Sifuna ikuje na party yake, hiyo ndio party ya Wakenya wote watatembea nayo. Sisi kama watu Okiya Mtata, siwezi ongea bila kutaja Okiya Mtata. Sisi kama watu Okiya Mtata, hakuna mahali Okiya Mtata ameongea mbaya kuhusu Sifuna. Hakuna mahali Okiya Mtata amesema Sifuna hafai kuwa president. Hakuna mahali. Na sasa sisi kama watu Okiya Mtata tunaambia sisi tutaenda kwa meza ya Sifuna. Sifuna kwa president, sisi tupate position kubwa hapo kwa hiyo meza. Huyu nani huyu akina Orengo na Babu Owino, nyinyi mnaweza tulia. Orengo, wewe tulia kwa kaunti yako, nasikia umekuwa rank vibaya. Uko kaunti yako hujafanya kazi. Sasa kama kwa kaunti hujafanya vizuri, hapa Kenya tutakuamini aje? Senator Sifuna amekuwa ranked, amekuwa na 101%, the best performing senator in East and Central Africa. Akikuwa na Okiya Mtata, wametai wote pamoja, wamekuwa the best senators. Okiya Mtata amekuwa best senator. Okiya Mtata amekuwa ranked. Okiya Mtata, tuelewane. Okiya Mtata amekuwa ranked na Infotrack as the best senator Kenya mzima kuhusiana na mambo ambayo amefanya. Nataka niongelee mambo ya governor. Mambo ya governor. Sakaja ona, sijui kama media mnaweza mlika viatu yangu. Unajua Sakaja, angalia viatu yangu Sakaja. Sakaja kusema tu kweli, angalia viatu yangu Sakaja. Na ati nimetembea kwa mahali ulitumia 100 million ati kujenga cabros. Na hii viatu yangu iko hivi jamani Sakaja. Sasa Sakaja, alafu nataka ukue two term. Kusema tu kweli Sakaja. Hata kama mimi ni mbaya, tuseme basi mimi chairperson ya watu maskini mimi ni mbaya. Hata town tu kujenga tu town kwetu safi, hiyo tu umeshindwa kutumia Sakaja.
Sakaja. Nauliza. Asante sana Mr. Speaker. Niko na swali. Yeah. Umesifu hapa Okiya Omtata. Yeah. Na tukiangalia Okiya Omtata yanakimbizana huko makotini, akienda kuagiza koti isimamishe miradi zote za rais zenye rais anafanya kuanzia Mau Rironi. Sasa umesema hapa Sakaja town ni chafu, na nikikumbuka vizuri ni huyo Okiya Omtata amekimbizana hapa kotini juzi kusimamisha ile mradi ya Kabro ya Governor Sakaja. Sasa kwa nini unakuja kutuambia hapa Sakaja afanyi kazi na anafanya, na ni seneta wako bosi wako ndiye afanyi? Acha, asante sana Mr. Speaker. Unajua unapouliza swali kwanza unajua kuuliza swali wa Mtata unaanza kwanza na constitution. Unaanza kwanza na katiba inasema nini. Na unajua Okiya Omtata ndio the father of constitution. Anything that Omtata does is Orengo makatela. Hapana taja Orengo. Hao ni watapeli hapana taja. Tunasema Okiya Omtata. So Okiya Omtata anything yenye anafanya is all about constitution. Hatuwezi sema hii Kabros yenye tunatengeneza itatumia 30 million and then unakuja unatuambia tunatumia 156 million. Hiyo 156 million inaenda wapi? Inafaa kwanza tusimamishe. Hauwezi kuja na mradi na hujafanya public participation. Kwani public participation ni ya nini? Alafu bado wanaenda wanasema ati public participation ilifanyika na haikufanyika. Okiya Omtata kusimamisha hizi miradi si ati anasimamisha miradi kwa sababu yeye hapendi maendeleo. Hasa wana mali kama Busia County. Ati president anakuja anaenda Funyula, ana launch affordable housing project. Unajua ikwangi affordable housing na kwanga avoidable. Ruto anakuja ku launch avoidable housing project huko Funyula. So Funyula penye mtu ako na shamba eka 5, shamba hata mwenyewe ako tu sawa, kila mtu ako sawa, kila mtu anaja na nyumba. Na Sifuna alisema Waluya hawezi kaa penye nyumba penye kuki yao ifiki, wanajenga hadi 12th floor huko, hati kuki ifika mpaka 12th floor. Hiyo ndio mambo Okiya Omtata asimamisha. Wanajenga nyumba kwa public land. Hiyo ndio mambo Okiya Omtata. Now that me I'm also a member from Busia. Na hapa nasikia ukisema kwamba Okiya Omtata ni best performing kama senator. Unaweza tuambia governor wa Busia amekuwa ranked namba ngapi, licha ya kwamba yule ambaye anafaa awe anaangalia maendeleo yake ni huyo senator? Asante sana. Hiyo swali umeuliza swali mzuri. Na hiyo swali kwanza nashukuru sana wewe umetoka Busia. Nashukuru sana umetoka Busia na unajua mambo ya Busia. Busia ndio ukue governor, unafaa kuwe gun. Na tuko na governor. Tuko na governor. Tunajua tuko na governor. Kama wewe kama senator ukijaribu kwenda kupinga governor, ukienda kupinga governor unaletewa vijana wanaharibu gari yako. Omtata ameharibiwa gari mpaka sasa mimi gari yenye alikuwa anafanya nipatie mimi ikapotea ikashindikana. Mimi sasa ningekuwa na gari, singekuwa na gari hivi, ningekuwa na gari. Lakini Okiya Omtata, acha nimalizie mambo ya Otuoma tukimpinga unalitoa good. Sasa hizi vijana 4 walikufa in just a week because ya Otuoma. Alafu yenye tuchangaza ni Otuoma anaenda kuwazika. Yaani hii Kenya jamani. Otuoma, the reason why Otuoma amekuwa poor performer ni kwa sababu Okiya Omtata alifunga loopholes zote za pesa, za kuiba pesa. So wakati zilifungwa, sasa akiiba inaonekana tu hadharani. Wewe ni mtu wa Busia, ni mtu wa Busia. Otuoma alitumia 4.9 billion kama fare ya kwenda kuuliza, yani kwa nyumba fulani tu hapo kwenda kuuliza hiyo hospitali kwa level 4 ama level 5. 4.9 billion Otuoma alitumia. Na hiyo ndo mambo Okiya Omtata alionyesha. Kwa Western yote ni Okiya Omtata 4.9 million kufanya consultation million, yani kuenda kupanda gari kwenda kwa nyumba fulani hapo kuuliza, hiyo ni fair. Alitumia 4.9 million kufanya consultation. Na hiyo ndio mambo Okiya Omtata alikataza kwa Western mzima. Aswa watu ambao tunatoka Busia County, sisi kama watu wa Busia County tulishaelewana. Okiya Omtata tunamweka 2 term senator, huku kutoka juu mpaka chini ni 1 term, lakini hapo kwa Omtata ndo tuna pause, tunaweka 2 kwa Kenya mzima. Hapana, Okiya Omtata anaenda 2nd term Kenya mzima, kwa magavana Kenya mzima, hata kwa president kote tunaweka 1. Ikifika hapo kwa Omtata
tunaweka 2 term, na watu wote ambao mko registered voters, kwa sehemu zingine, tafadhali endeni Busia County, mpigie Okiya Mtata kwa senator mara ya pili, ndio 2027 mambo iko sawa. Mimi kama chairperson ya Kenya mzima napanga maandamano yangu mimi peke yangu ya kuenda parliament kupigania watu maskini wenzangu. Tafadhali naomba serikali munipatie 36 police officers ambao watalinda mimi kwa hiyo maandamano. Nitaenda maandamano mimi peke yangu kupigania watu maskini peke yao. Asanteni sana, mbarikiwe.